Naam, hii ni za Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya. Msikilizaji na mtazamaji, na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za kila siku, na msomaji wako wa leo ni Omari Makelele Ozel. Katika taarifa zetu za habari tutaanzia na habari za M23 pamoja na RDF, jeshi la Rwanda ambalo limeonekana kuanza kujiondoa katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Kivu Kusini na Kaskazini. Tuanzie na habari zisemazo kuwa jeshi la Rwanda limejiondoa katika vijiji vya Pitakongo, Bunyatenge, pembeni ya Kirunga mchana wa siku ya Jumamosi ya tarehe 28 Machi 2024. Watu wameona namna gani jeshi la Rwanda pamoja na M23 wakijiondoa katika vijiji hivyo ndani ya tarafa ya Lubero jimboni Kivu ya Kaskazini. Hata vile vile katika jimbo la Kivu Kusini ndani ya tarafa la Kale, wahasi wa M23 pamoja na jeshi la Rwanda wamejiondoa katika maeneo ya Minova mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa tunazo tena za uhakika zaeleza kuwa wahasi wa M23 hivi karibuni wataweza kujiondoa katika miji mikuu ambayo wanadhibiti mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo mji wa Bukavu, makao makuu ya jimbo la Kivu Kusini, na Goma, makao makuu ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Hata hivyo, kisha M23 na jeshi la Rwanda kujiondoa sehemu mbalimbali za jimbo la Kivu Kaskazini, wazalendo wameonekana tena kuanza kudhibiti maeneo hayo, ikiwemo kijiji cha Vukununu, Kipese. Wameshika hivyo kisha kujiondoa kwa M23 pamoja na Rwanda. Mengi zaidi kuhusu kujiondoa kwa wahasi wa M23 maeneo mbalimbali utaweza kujulishwa kama unaendelea kusikiliza matangazo ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Na upande mwingine ni kwamba hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kuzorota kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya vikosi vya ADF NALU katika mkoa wa Chopo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, ghasia hizi tayari zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 2060 katika kipindi cha miezi michache, hali inayozidisha hofu miongoni mwa raia. Kwa undani wa taarifa hii, mwanaripoti wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV Safari Limasidilwe ametuandalia ripoti ifuatayo. Naam, vikosi vya kidemokrasia shirikishi ADF, kundi la waasi lenye silaha linalofanya shughuli zake katika Kivu ya Kaskazini na Ituri na linalochukuliwa kwa shirika la kigaidi, sasa limepanua ushawishi wake kwa kuanza pia operation katika mkoa wa Chopo. Hayo yameelezwa na Nada Al-Nashif, naibu kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia haki za kibinadamu, wakati wa kikao kilichohusu hali ya hivi karibuni ya haki za kibinadamu nchini DRC. Katika uwasilishaji wake uliofanyika Jumatano tarehe 25 Machi 2026 mjini Geneva nchini Uswisi, katika mfumo wa shughuli za kikao cha 61 cha Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa, mwanadiplomasia huyo alibainisha kuwa tangu mwezi Oktoba kundi hilo la kigaidi limeua zaidi ya watu 200 na kusababisha maelfu ya wengine kuyahama makazi yao mashariki mwa DRC. Kuanzia Oktoba, vikosi vya kidemokrasia shirikishi ADF vimepanua operesheni zao katika Ituri, Kivu ya Kaskazini na Chopo, vikiua zaidi ya watu 260, kulazimisha maelfu kuhama makazi yao na kuwafanya wanawake na wasichana kwa watumwa wa kingono, jambo lililosababisha mimba kadhaa, alisema Nada Al-Nashif wakati wa hotuba yake. Tangu ripoti ya mwisho ya kamishna mkuu mwezi Septemba, Nada Al-Nashif alisema ufuatiliaji uliofanywa na taasisi yake unaonyesha kuzorota kwa hali yake za kibinadamu na usalama mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wake, raia wanashambuliwa na makundi mengi yenye silaha yakiwemo M23 inayodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, ADF na Kuriko. Katika mkoa wa Chopo, mashambulizi ya hivi karibuni yalifanywa na ADF katika eneo la Mambasa mkoani Ituri yanatia hofu kwa wakazi wa Bafwasende, kulingana na tahadhari iliyotolewa na asasi za kiraia za eneo hilo. Bafwasende na Mambasa ni maeneo jirani yanayoshirikiana katika shughuli za kiuchumi na kilimo. Tarehe 12 Machi, wanachama wa ADF waliwaua kikatili watu 17 katika maeneo mawili ya migodi huko Muchacha, takriban kilomita 100 kutoka Bafwasende. Kwa mujibu wa asasi za kiraia, baadhi ya wakazi wa Bafwasende waliokuwa wanafanya biashara ni miongoni mwa waathirika wa shambulio hilo. Watu hao hufanya mara kwa mara biashara na uchimbaji madini katika eneo la Badengaido. Mashambulizi mawili ya ADF katika wilaya Mambasa, Ituri yamesababisha watu wengi kukimbilia Bafwasende na Kisangani katika mkoa wa Chopo. Alhamisi ya tarehe 19 Machi, asasi za kiraia za Bafwasende zilirekodi zaidi ya watu 7,000 waliowasili kutoka Badengaido na vijiji jirani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukumbwa na mashambulizi ya kigaidi ya ADF katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri, hasa katika maeneo ya Beni, Lubero,
Irumu na Mombasa. Kundi hili lenye msimamo mkali wa Kiislamu ambao limeapa utii kwa dola ya Kiislamu ISIS limekuwa likiua raia kwa zaidi ya miaka 10 na vurugu hazijapungua licha ya operesheni za pamoja za jeshi la Kongo na Uganda zinazoendelea tangu Mei 2021. Swala hili lilikuwa kiini cha ufunguzi wa kikao cha bunge Jumatatu ya tarehe 16 Machi 2026 mjini Kinshasa. Spika wa bunge la kitaifa Aime Boji alitaka serikali kulipa uzito zaidi tatizo la ADF na kulipeleka katika ngazi ya kimataifa kama ilivyo kwa mgogoro unaohusishwa waasi wa AFC M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wanaodhibiti maeneo makubwa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Bwana Boji hata alipendekeza swala la ADF liwasilishwe kwa Marekani, wazamini wa makubaliano ya Washington, huku jeshi la DRC na la Uganda likiendelea na operesheni za pamoja dhidi ya tishio hilo. Kuendelea kwa mauaji katika eneo hilo kunazua mjadala kuhusu ufanisi wa operesheni hizo ambazo zimekuwa zikiendelea kwa karibu miaka 5 bila matokeo makubwa licha ya pongezi kutoka kwa mamlaka ya Kongo na Uganda. Kwa mujibu wa takwimu za ofisi ya pamoja wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu BCNUDH, mwaka 2025 wanachama wa ADF walihusika na ukiukwaji 465 uliosababisha waathirika 1749 wakiwemo wanawake 344 na watoto 129 katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini, Ituri na Chopo. Tujielekeze kule katika manispaa ya Katanga mjini Baraka. Ni kwamba mkuu kiongozi wa eneo la Katanga kwenye kilomita 12 kusini mwa mji wa Baraka, Bwana Mieno Matiabo Pierre, ameomba kwa wakuu viongozi wa kijeshi pamoja na wazalendo kuingilia kati juu ya swala la kutokuheshimika kwa hatua za kuvunja jela ndogo bandia. Kwa mujibu wake ni kwamba kitendo cha hivi karibuni ni cha mama mmoja aliyepigwa vibaya karibu kufa naye mzalendo mmoja pa Katanga. Sawa, ilikuwa siku ya 3 ambayo jeshi la ADF jeshi ya Kakobanya kienda kukamata mfungwa mmoja, wakamfunga pale. Wakati walimfunga pale, dada yake alitamani kwenda kuintervenir kulingana na jinsi aliona hapo anampiga. Sasa wakati alitamani aanze kusema ya kwamba muache mtu, tutamuletea pesa afunguliwe siku ya 4, askari umoja akampiga teke mbili, moja ya kumgulu, ingine ya mtumbu, na ule mtu usiku hali ikakuwa mbaya hivi analazwa ndani ya yaani wakati huyo mama alitoka kwenda kuangalia kaka yake pale kwenye walikuwa alikuta wako wanamupiga kaka yake. Sasa ile huruma ya undugu alianza kusemea kaka yake, mko mnapiga mtu sawa nyama, akakokotana na bajeshi pale, ndio wakapitia. Hali yake tangu jana ilikuwa nzuri sana, lakini leo naona anaamka afadhali kidogo, lakini anatia humu mtumbo bado mngali mnapiga michana. Jana tulifanya kikao cha usalama pamoja na CTP pamoja na kwenye mtoto na mwingine, tulikaa chini tukaongelea yale mambo. Ule askari alikiri kweli alifanya vile kulingana na mama, kama alifikiria yenyewe kusikia mzuri, na alikubali kwamba atashughulikia kwa matunzo ya ule mama. Na upande wako kama kiongozi unasema nini kuhusu hiyo hali? Mimi kama kiongozi niko naambia vikundi vyote vyenye kumiliki silaha, wazalendo wako na zile hali, wakishafunga mtu wako wanataka kupiga mtu kiasi kwamba mpaka mtu aseme na yenyewe ana alipe franga zenyewe ana mnyumba, akubali yenyewe ana, na ile hali ya kupigana itakatazwa. Hakuna tena mzalendo mmoja atakuwa na prison wala kupigana, lakini zile hali tuko tunaona hazikuisha, kwa maana wazalendo wote wangali wanafungana na wangali na zile hali za kupigana. Tumekomesha hicho kitendo, hakiko kitendo. Mwishowe Mieno Matiabo Pierre ameomba ule mpango wa kuunda coordination moja ya wazalendo itekelezwe kwa ajili ya amani ya raia na mali yake. Nadhani wakati meya wa jiji alipata huko, tuliweza kumueleza hiyo shida na wakapangilia kwamba watakuja kufanya coordination Katanga, lakini mpaka sasa haijafanyika. Ile wajue kama pato wazalendo wangali wanafungana nyumba zao na kufanya matortile kubati orte waliambiwa kama naweza kufungana waende kutia kupolisi, anakuwa anafikiria maneno yao. Kwa ile tunaona
tunaomba kwa serikali wajaribu kuangalia hii hali iweze kumalizika kabisa. Vitendo vya trakaseri ni ile watu wanafungwa, wanatiliwa mbaroni, mapyao iko trakaseri. Lakini jambo jingine tungali tunaona kwamba masasa bado imefunguka na zile hali za kupiga masasa ovyo zinaisha, lakini bado tungali tunawaona kule vikumbu bako wanaenda wanapiga masasa kule. Ile hali haiko mzuri, inatia wasiwasi sana kufurahia ya Katanga. Na kule katika mji jirani wa Uvira ni kwamba wamesimikwa rasmi sasa wanyampara wa manispa ya Mulongwe na munyampara makamu wa manispa ya Kavimvira katika jiji la Uvira siku ya 5 ya wiki tunayo mbele ya wakuu viongozi mbalimbali. Mashirika ya kiraia kwa jambo hilo yataja kutokuwa na matumaini yoyote. Mwanaripota wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV Bukuru Tantine Aldama na ripoti kamili. Naam. Taarifa tunazo zasema kuwa baada ya viongozi hao wa manispa kupewa vibarua vya kuanza kazi na gavana wa jimbo hili Jean-Jacques Purusi, ni siku ya 5 sasa ndipo waingia katika wadhifa wao chini ya usimamizi wake meya makamo, tena meya kwa muda wa mji wa Uvira Kifara Kapenda Kiki, kama alivyohakikisha pia Fredi Mudeba, mratibu makamu wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira. Ndiyo, ni kweli hizo habari ni hivyo. Leo tulienda kabisa kuasiste kwenye hizo seremoni ambapo kulikuwa investiture ya animateur au niveau ya ma différentes communes, notamment commune mbili. Imefahamishwa ya kwamba Uvira iko na commune 3, notamment commune ya Kalundu, Mulongwe na Kavimvira, lakini leo kumefanyika installation seulement ya commune ya Mulongwe na ya Kavimvira, tout simplement parce que mpaka sasa hivi hawajatangazwa rasmi donc burgomestre wa commune ya Mulongwe, na wale ambao wametangazwa serikali ya Kinshasa parce walitoka mwarete ministeriel ya vice premier ministre wa interieur yetu national, alors wakakuwa mena notifié, wakapata notification officiellement na gouvernement provincial yetu ya Sud, ambapo iko institution provincial ziko kwa sasa Uvira mpaka sasa mwaka na miezi, na leo kumeenda fanyishwa matema ushimiki wa rasmi na seremoni hizo zimefanyika na meya wa mji ya Uvira. Donc hiyo ndiyo habari ambazo leo ziko katika mji ya Uvira. Upande wetu sisi kama vile University vile tunaona ya kwamba haitabadilisha kitu parce que ça fait maintenant ya miaka 7 ambapo waanimateur wa vile ya Uvira wako ndani ya jiji wakitumika, lakini hakuna hata impact moja, tout simplement parce que walikuwa hawakutoka mkono ya raia. Donc ni watu ambao waliota kama vile vioga, contrairement na kama kisi watu wangeweza kuteuliwa na serikali. Ndio maana watu ambao wanakuwa wakitumika hawatumiki raia, wanakuwa wakitumikia wale wafanya siasa wao ambao wamewatia ile nafasi. Ndio maana hakuna hata impact katika jiji ya Uvira. Alipoulizwa mtazamo wao kama shirika la raia ni gani juu ya wanyampara hao, Fredi Mudeba amerejea mara tena. Kwetu sisi tunaiona kama vile ni non événement, donc iko kama vile c'est comédie politicienne ambayo iko nafanyika, ambapo watu wako wanajidai ya kwamba sisi ni chama tawala, chama iliyopo madarakani ndio wanakuwa wakifanya vile, kwa sababu ukichunguza hata wale watu tout simplement ce sont là les gens, ni watu wametoka katika chama moja. Mimi siko mfanya siasa, lakini tunakuwa tukifanya uchambuzi par rapport na hali ambayo inakuwa katika mwingine, na ukiangalia watu ambao wameteuliwa, sitaweza kukomante kabla hawajasimika, lakini tuna imani ya kwamba hawatafalia raia ya Uvira, kwa sababu hata wakuu viongozi wao wanakuwa yale ambao maaktivite tunasema melimelo, activite ya endorsement
Donc hali ya kutokuridhisha des actions de charme ambazo zinakuwa zikifanyika olie ma action zifanyike katika mji. Mavili, makomine na kadhalika, masheferi ni mantite zenye ziko decentralize ambazo zinakuwa na ile autonomie financière, zinakuwa na ile autonomie ya administration. Ukienda kuangalia katika uchumi na kadhalika kimaendeleo hakuna kenye kinaendelea, na ile itaendelea. Ndio maana nikwambia sisi kama vile shirika jipya la kiraia tunaona ya kwamba hakutakuwa mabadiliko hata moja, kwa sababu wale watu hawatakuwa kwa malengo ya raia, watakuwa kwa malengo ya wafanyasiasa ambao wamewatia madarakani. Kama vile sisi recommendation tulirekomendea kwamba ya nchi iheshimike namna gani, kwa sababu wale waanimateri wenyewe wako wanatiliwa pale ni waanimateri ambao wanapashwa watokee kupita kwenye election. Donc election manake watu wachaguliwe rasmi kama vile wengine wa viongozi. Mwishowe, Fredi Mudeba ametoa mwito kwa viongozi wapya kutumika juu ya maslahi ya raia, pia kwa serikali kuipa kila mkongomani fursa ya kupata ajira serikalini, haijalishi chama chake cha kisiasa. Sisi kama vile raia kinaendelea tujuru kutokera. Ndio maana tumeambia serikali ya kwamba kila kitu ambacho wanapaswa wakifanye kwa matakwa ya raia, hapana kukifanya matakwa yao wao wenyewe kwa kutafuta maendeleo zao personnel, na ile iko nasababisha vitu haviendelei katika mwingine paselema Uvira na katika Kongo yote nzima. Ile recommendation tumeipana na tutawaambia ya kwamba itakapofikia kwamba hatusikiliki, na kuna njia ambao katiba imeturuhusu ya kwamba kufanya maandamano baridi ili kusema vitu vyenyewe haviendeki. Lakini kwa sasa ngali kwanza ni diplomasia, ngali kuna rencontre wa autorite tunaandika, donc tukisikia kama hatusikiliki nona tutapase kwa wengine maaction citoyenne, kwa sababu kila raia yoyote yule iko na haki ya kugombea, iko na haki ya kuingia mfonction publique, mservice publique. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako alikuwa ni Omari Makelele Ozil.